Shukran msikilizaji kwa matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Naitwa Karorobi. Ujambo na karibu msikilizaji, mimi ni Victor Kenani. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Marekani na Iran zafikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Rais Donald Trump asema Iran sharti isitishe urutubishaji wa urani. Suala la kuheshimiwa makubaliano haya ni suala ambalo halina uhakika wa 100%, na hasa tukumbuke kwa upande wa Israel kumekuwa na taarifa rasmi kwamba waziri mkuu Netanyahu amekuwa akimshinikiza Rais Trump asikubali kusimamisha vita na Iran. Jeshi la Israel lafanya mashambulizi makali Lebanon ambako mamia wameuawa na wengi kujeruhiwa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema zaidi ya watu 1500 wameuawa na takriban wanawake 14,000 wamebakwa wakati waasi wa M23 walipouteka mji wa Uvira jimboni Kivu Kusini. Na michuano ya soka ya klabu bingwa barani Ulaya, hatua za robo finali kuendelea usiku huu. Atletico Madrid ni timu nzuri, lakini bado sioni kama ni timu ambayo imebalance kwenye kila eneo. Mchezo ambao na uhakika nao mkubwa sana ni kwamba Atletico Madrid ataondoshwa na FC Barcelona. Katika michezo, mabingwa watetezi wa kombe la ligi ya klabu bingwa barani Ulaya PSG kuvaana na Liverpool katika robo fainali ya mashindano hayo. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaiba Ibrahima. Kwanza kabisa ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Marekani na Iran zimesema ziko tayari kwa mazungumzo zaidi baada ya kukubaliana kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema makubaliano ya muda mrefu yanaweza pia kufikiwa iwapo Tehran itakuwa tayari kufanya kazi kwa nia njema. Naye rais wa Iran Masoud Pezeshkian amethibitisha kuwa nchi yake itashiriki katika mazungumzo na Marekani pamoja na Iran. Makubaliano haya kusitisha mapigano kwa muda yalitangazwa usiku wa kuamkia leo, muda mfupi tu kabla ya muda uliowekwa na rais wa Marekani Donald Trump kwa Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz, vinginevyo angeshambulia miundombinu na madaraja yote ya nchi hiyo. Jumuiya ya kimataifa imeunga mkono usitishwaji wa mapigano, huku mataifa mengi ikiwemo Saudi Arabia yakitumaini kuwa hatua hiyo inaweza kupelekea amani ya kudumu. Barani Afrika, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amepongeza hatua hiyo na akieleza kuwa ni hatua muhimu katika kupunguza mizozo na utulivu wa kikanda. Ameonya pia kuwa athari za mzozo huo zinaonekana pia katika maeneo ya karibu ikiwemo Afrika, hususan kuongezeka kubwa kwa bei la mafuta na mfumuko wa bei. Na katika kukabiliana na kupanda kwa bei ya mafuta na uhaba wa bei ya mafuta kulikotokana na mzozo huo wa Mashariki ya Kati, baadhi ya nchi za Afrika zimechukua hatua mbalimbali. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza kupunguza matumizi makubwa ya mafuta yaliyopo serikalini na kuanzia na ofisi yake. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi, niwaombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi, kukata matumizi ya mafuta. Kwa hiyo ninaomba na nyinyi katika maeneo yenu tukate matumizi ya mafuta. Madagascar imetangaza hali ya dharura kwa muda wa wiki mbili kufuatia uhaba mkubwa wa mafuta uliosababishwa na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mamlaka zimesema uamuzi huo ulifikiwa baada ya kikao cha baraza la mawaziri Jumanne kutokana na hofu kwamba hali hiyo inaweza kusababisha vurugu za kijamii. Kisiwa hicho cha Bahari ya Hindi ambacho hutegemea mafuta kuzalisha sehemu kubwa ya umeme wake kinategemea uagizaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati, na usambazaji unatarajiwa kuathirika kwa muda licha kusitishwa kwa mapigano kwa wiki mbili kulikotangazwa usiku wa kuamkia leo. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Watu 45 wamekufa nchini Angola kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua nyingi. Zaidi na Omar Mkambara.
Vikosi vinavyotoa huduma za dharura vimesema watu 5 hawajulikani walipo. Zaidi ya wakazi 50,000 wamelazimika kuyakimbia makazi yao katika mji mkuu wa Luanda na katika mji wa pwani ya Benguela. Mamlaka nchini humo zinaendelea na juhudi za uokoaji na utafutaji, huku zikionya kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Na ripoti kutoka nchini Nigeria zinasema watu wenye silaha wameua watu 20 na kuwateka wengine kadhaa katika jimbo la Niger. Wakazi wa eneo hilo wamesema watekaji hao walivamia vijiji katika wilaya ya Shiroro, eneo ambalo linafahamika kuwa na magenge ya watekaji na wanamgambo wa Kiislamu wanaofanya shughuli zao. Hii ni BBC. Shukran Halima Nyanza kwa taarifa ya habari za dunia. Msikilizaji, matangazo haya ukiwa visiwani Zanzibar unaweza kuyategea sikio kupitia Zenji FM, lakini Tanzania ni Radio Free Africa, Radio 1 na Radio 5. Nchini Kenya unaweza kuyategea sikio kupitia Nyota FM, Gulf FM na Most FM, lakini huko nchini Uganda ni Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. DRC bila shaka unaweza kuyapata kupitia Liza Del Radio au Radio Muungano. Beni yako pia kwenye FM Mombasa na Nairobi 93.3, Nakuru na Kisumu ni 88.1 FM. Yako mubashara kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, ambako pia unaweza kutuachia maoni yako. Tukipata nafasi tunaahidi kwamba tutafanya kadri uwezo wetu kuyasoma maoni yako msikilizaji, kadri muda unavyozidi kusonga hapa ndani ya matangazo haya Dira ya Dunia, ambao leo yanaletwa kwako na Victor Kenani upande wa kushoto na mie upande wa kulia ni Karo Robi. Karibu Vika. Shukran Robi. Marekani na Iran zinasema ziko tayari kwa mazungumzo zaidi baada ya kukubaliana kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 2. Makubaliano hayo yameibua matumaini ya kufikia mwisho wa kudumu wa vita ambavyo vimeenea katika eneo zima na kusababisha mgogoro wa nishati duniani. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi. We have a plan because of the power of our military where every bridge in Iran. Ni matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump hapo awali, ambapo aliapa kwamba Iran iwapo haitakubali makubaliano ya kusitisha vita. Lakini muda mfupi baadaye matamshi yake yalibadilika na akatangaza kwamba Iran imekubali makubaliano ya kusitishwa kwa vita kwa muda wa wiki 2. Rais Trump amesema kwamba Marekani imeshinda katika vita hivyo vilivyoanza tarehe 28 mwezi Aprili mwaka huu baada ya Marekani na Israel kuishambulia Iran na kuwaua viongozi wakuu wa nchi hiyo, akiwemo kiongozi wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Kwa upande wake, serikali ya Iran na vyombo vya habari vya taifa hilo vinasema kuwa makubaliano ya kusitisha mashambulizi kwa muda ni ushindi mkubwa kwa utawala wa taifa hilo. Katika taarifa iliyotolewa na Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, Iran imesema imeafikia karibu malengo yake yote ya vita hivyo na kuwa adui wake amepata pigo la kihistoria. Naibu Rais wa Marekani JD Vance amekaribisha tangazo hilo la Rais Trump. Amesema kwamba makubaliano hayo ni dhaifu na ametaka Iran kufanya mazungumzo kwa nia nzuri, yawe ya muda mrefu na ya kudumu. Vance aliyasema haya akiwa nchini Hungary akimpigia debe waziri mkuu wa nchi hiyo Viktor Orban katika uchaguzi ujao. Kama Wairani wanataka kwa nia njema kufanya kazi au hata kushirikiana nasi, nadhani tunaweza kufikia makubaliano. Lakini kama watadanganya na kutuzuia hata baada ya kuweka mkataba mfupi wa kusitisha mapigano kufanyika, hawatafurahia, kwa sababu kile hata rais ameelezea na kuonesha ni kwamba bado tuna uwezo wa kijeshi, diplomasia na la muhimu zaidi tuna nguvu ya kiuchumi. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kwamba Iran haikuwa na budi ila kukubali pendekezo la Rais Trump, la si hivyo Iran ingejuta. Rais Trump alikuwa na uwezo wa kuharibu uchumi wote wa Iran kwa dakika, lakini alichagua rehema. Alizuia mashambulizi kwenye maeneo hayo kwa sababu Iran ilikubali kusitishwa kwa vita chini ya shinikizo kubwa. Utawala mpya wa Iran ulielewa kwamba makubaliano ni bora zaidi kuliko hatima iliyokuwa inawasubiri. Huku Marekani na Iran zikiwa zimekubaliana kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa wiki 2, mataifa jirani ya Iran yameripoti kushambuliwa na Iran. Kuwait ni mojawapo wa nchi hizo ambazo zimeripoti mashambulizi, huku ndege zisizo na rubani 28 zikidunguliwa, lakini mashambulizi hayo yanasemekana kusababisha madhara makubwa katika miundombinu ya nchi hizo.
Nao raia wa Iran walikusanyika katika mji mkuu wa taifa hilo Tehran, wakiwa wamebeba bendera ya taifa na mabango yenye picha ya kiongozi mkuu Mojtaba Khamenei. Aidha, Israel inaunga mkono uamuzi wa Rais Trump wa kusimamisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa wiki 2 ikiwa Iran itafungua mara moja mlango wa bahari wa Hormuz na kusimamisha mashambulizi yote. Taarifa ya serikali ya Israeli inasema kwamba vilevile inaunga mkono juhudi za Marekani kuhakikisha kwamba Iran sio tena tishio la nyuklia, makombora na ugaidi kwa Marekani, Israel na majirani wa mataifa ya Kiarabu wa Iran na ulimwengu wote. Pakistan, ambayo ni mpatanishi katika mzozo huo wa Marekani na Iran, imesifu hatua ya nchi hizo mbili kukubaliana kusitisha mapigano kwa wiki 2. Pakistan, ambayo imekuwa ikifanya mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran ili kusitishwa kwa vita, kupitia waziri wake mkuu Shehbaz Sharif, amesema pande zote zimeonyesha hekima na uelewa mkubwa kwa kukubali hatua hiyo, akiongeza kuwa mataifa hayo yameendelea kushiriki kwa njia chanya katika juhudi za kuleta amani na utulivu. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Na katika hatua nyingine, jumuiya ya kimataifa imeunga mkono usitishwaji wa mapigano, huku mataifa mengi ikiwemo Saudi Arabia yakitumaini kuwa hatua hiyo inaweza kusababisha amani ya kudumu katika kanda ya Mashariki ya Kati. Zaidi na Halima Nyanza. Viongozi mbalimbali kutoka barani Afrika, Ulaya mpaka Asia, wa kisiasa na wa kidini wameelezea kufurahishwa kwao na usitishaji huo wa mapigano. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema hali hiyo imefungua dirisha muhimu kwa diplomasia, huku kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo akisema kuwa ni mazungumzo pekee yatakayomaliza vita, msimamo unaoungwa mkono pia na India. Kiongozi wa Hispania Pedro Sanchez naye ameunga mkono usitishaji huo wa mapigano, lakini akasema hawezi kuwasifu wale waliowasha moto duniani kisha akajitokeza na ndoo ya maji kuuzima. Nchini Ufaransa nako, Rais Emmanuel Macron amesema ana matumaini kwamba makubaliano hayo yataheshimiwa kikamilifu katika eneo lote hilo. Tumelizungumza hili na toka wakati mzozo huu ulipoanza karibu siku 40 zilizopita. Kwa hakika ni kupitia mazungumzo ndipo tutaweza kutoa hakikisho la usalama unaohitajika kwa utulivu wa eneo lote. Na hivyo tangazo la usitishaji vita ni jambo zuri sana. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amepokea kwa furaha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Marekani, ambako kwa sasa yuko nchini Saudi Arabia katika ziara yake kwenye nchi za Ghuba kwa ajili ya kukutana na viongozi, ambako huko anatarajiwa kujadili juhudi za kidiplomasia kuunga mkono usitishwaji huu wa mapigano. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema watafanya kila wanaloweza kuhakikisha makubaliano ya kusitisha vita kwa muda nchini Iran yanadumu. Amesema wao pamoja na washirika wao watayaunga mkono makubaliano hayo hadi suluhu ya kudumu ipatikane na mlango bahari wa Hormuz ufunguliwe. Barani Afrika nako, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf ameunga mkono pia makubaliano hayo ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran, akieleza kuwa ni hatua muhimu katika kupunguza mizozo na kuleta utulivu wa kikanda. Akizungumzia pia mzozo huo wa Mashariki ya Kati, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameelezea kuleta kwake athari kwa dunia nzima ikiwemo Tanzania, hususan katika kupanda kwa bei ya mafuta na upungufu wa mafuta. Aidha, amesema kutangazwa kusitishwa kwa vita hivyo na kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz ni jambo la faraja. Leo tumeamka na neno la faraja pale Hormuz. Sasa ukiongea nao vizuri wale jamaa, vimeli vinapita, kwa hiyo inatupa hope kwamba meli itapita. Na kwa ile kuruhusu tumeli za awali za Ufaransa, za Japani, za wapi, kidogo nimeona bei ya mafuta imeshuka kidogo. Sasa hii inatupa matumaini. Rais wa Tanzania pia amechukua hatua kuweza kupunguza matumizi makubwa ya mafuta yaliyopo serikalini kwa kuanza kwanza na ofisi yake. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi, ni waombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta. Kwa hiyo ninaomba nanyi katika maeneo yenu tukate matumizi ya mafuta.
Aidha, rais wa Tanzania, upandaji wa bei ya mafuta umekuwa ukienda sambamba na kupanda kwa bei za bidhaa, hivyo kuwataka wananchi kuwa watulivu, lakini akatoa wito huu kwa wafanyabiashara. Kwanza niongee na wafanyabiashara kwamba kwa zile bidhaa ambazo tumezinunua muda mrefu na ziko maghalani, basi tuangalie jinsi ya kuadjust bei na isitumike fursa hii ya kupanda kwa mafuta na kuweka bei za bidhaa kubwa kuliko zinavyopaswa kuwa. Lakini wananchi pia, kuna bidhaa ambazo zinaingia kipindi hiki ambazo zimekumbana na msukosuko huu, bidhaa zitapanda bei. Kusitishwa kwa vita hivi kunaleta matumaini ya hali ya maisha kurudi kama kawaida. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC. Bado tukisalia kwenye mzozo huo wa Iran, masoko ya hisa duniani yamepanda kwa asilimia kadhaa, huku bei ya mafuta ikishuka kwa kasi. Mafuta ghafi aina ya Brent yameshuka hadi chini ya dola 100 kwa pipa kutokana na matarajio ya meli za mafuta kuanza tena kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mkuu wa shirika la kimataifa la usafirishaji wa baharini Asensio Dominguez amesema tayari wanafanya kazi utaratibu wa kuhakikisha usalama wa usafiri wa majini unarejea. Masoko ya Asia yameimarika kufuatia habari za kusitishwa kwa mapigano, huku bei ya mafuta ikiendelea kushuka kwa kiwango kikubwa. Phyllis Mwate anaarifu zaidi. We have to have a deal that's acceptable to me. And part of that deal is going to be we want free traffic of oil. Bei ya mafuta ghafi Brent crude imeshuka hadi chini ya dola 100 kwa pipa kutokana na matarajio ya meli za mafuta kurejea kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, chama cha kimataifa cha usafiri wa anga yani IATA kinaonya kwamba itachukua miezi kadhaa kurejesha upatikanaji wa mafuta ya ndege duniani, lakini bei ya mafuta bado iko juu kuliko ilivyokuwa kabla ya vita hivyo kuanza tarehe 28 mwezi wa Februari. Bei imeshuka kwa zaidi ya 14% kwa sasa, iko chini ya kiwango cha dola 100 kwa pipa. Hata hivyo, imeongezeka kwa 50% tangu mwanzo wa mwaka huu, hivyo bado iko juu kwa kiasi kikubwa kuliko ilivyokuwa hapo awali. Wakati huo ilikuwa ikiuzwa kwa takriban dola 70 kwa pipa. Gharama za nishati zimepanda baada ya shughuli ya usambazaji wa mafuta na gesi kutoka eneo la Mashariki ya Kati kuvurugika vibaya. Masoko ya hisa barani Ulaya yalifunguka kwa kupanda baada ya ongezeko kubwa huko Asia. Hisa huko London yani FTSE 100 ilipanda kwa 2.53 wakati wa ufunguzi wa biashara. Nchini Ufaransa, CAC ilipanda kwa 4%, huku DAX ya Ujerumani ikipanda karibu 5%. Nchi za Asia zikiwemo India, Malaysia na Ufilipino zimejadiliana vile kupata njia salama kwa meli zao katika wiki za hivi karibuni. China pia imethibitisha kuwa baadhi ya meli zake zimekuwa zikivuka mlango huo tangu vita vilipoanza. Aidha, meli ya Japani iliyobeba gesi asilia pia ilifanikiwa kuvuka mlango huo wa bahari wa Hormuz. Kampuni kubwa ya usafirishaji ya MOL ilithibitisha hilo. Ingawa kuna makubaliano ya kusitisha mapigano, bado kuna uwezekano mdogo kwamba uzalishaji wa nishati katika eneo la Mashariki ya Kati utarejea kikamilifu hadi kuwe na imani ya makubaliano ya amani ya kudumu. There's a lot of production that has been shut in around the Gulf. Kumekuwa na usitishwaji wa shughuli za uzalishaji wa nishati kama eneo la Gumba kuanzia mwezi uliopita. Na kurejesha tena hili, hata kama mpango wa usitishaji wa mapigano utaendelea, hili litachukua muda. Kwa hivyo, sidhani kama bado tuko salama kabisa kwa hali yoyote. I don't think we're out of the woods yet by any stretch. Bei za nishati zilipanda katikati ya mwezi wa Machi baada ya mashambulizi katika kituo cha viwanda cha Ras Laffan nchini Qatar ambacho huzalisha karibu theluthi moja ya gesi asilia iliyoyeyushwa duniani. Wamiliki wa kituo hicho walisema kwamba mashambulizi hayo yamepunguza uwezo wa nchi hiyo kusafirisha nje kwa 17% na kwamba inaweza kuchukua hadi miaka 5 kurekebisha uharibifu huo. Ukiangalia menendo ya meli katika saa chache zilizopita kwenye eneo hilo, hakuna mabadiliko makubwa yaliyotokea ikilinganishwa na jana. Hivyo basi, wa Iran kama sehemu ya makubaliano kusitisha mapigano wamesema kuwa ndio mnaweza kupita kwa uhuru, lakini ni lazima mshirikiane na vikosi vya kijeshi vya Iran, na bado haijulikani wazi kabisa maana halisi ya hilo.
Hayo yakijiri, serikali ya Madagascar inayoongozwa na jeshi ilitangaza hali ya dharura ya nishati ya siku 15 inayohusishwa na athari za vita vya Iran kufuatia uhaba mkubwa wa mafuta ambao hapo awali ulipouzwa. Mamlaka hazikueleza hatua zitakazochukuliwa kupunguza mgogoro huo, lakini zilitaja wasiwasi kuhusu uzalishaji wa umeme na utulivu wa umma. Awali mamlaka zilieleza kuwa uhaba huo ulioathiri baadhi ya maeneo, hasa kisiwa cha kitalii cha Nosy Be, ulidumu zaidi ya wiki moja hata wakati wa sikukuu ya Pasaka, na ulisababishwa na changamoto za kiusafirishaji badala ya kuvurugika kwa usambazaji wa kawaida. Hata hivyo, taarifa ya baraza la mawaziri iliunganisha wazi uamuzi huo na vita vinavyoendelea Iran. Phyllis Mote, Dira ya Dunia, BBC. Sasa Iran na Marekani zimekubaliana kusitisha mapigano kwa wiki 2 ambapo usafiri wa meli utaruhusiwa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Na wakati waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif ndiye mpatanishi, alisema mapema Jumatano usitishaji mapigano umeanza mara moja. Lakini makubaliano haya yanahusu nini haswa? Lizi Masinga anaangazia kwa kina. Trump amesema amekubali kusimamisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa muda wa wiki 2 kwa Teherani kukubali kufungua mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na mauzo mengine ya nje kutoka Ghuba. Katika chapisho kupitia Truth Social, Trump alisema alikubali kusitisha mapigano kwa muda kwa sababu tayari wametimiza na kuzidi malengo yote ya kijeshi. Hatua hii inakuja baada ya kuonya hapo awali kwamba Marekani inaweza kuiharibu Irani kwa usiku mmoja, vitisho vyosababisha kulaaniwa na mkuu wa Umoja wa Mataifa na Papa. Irani imekubali kuruhusu meli kupitia mlango bahari wa Hormuz kwa wiki 2, huku jeshi la Iran likisimamia safari hizo. Nchi hiyo pia imetoa mpango wa vipengele 10 mapendekezo ya Iran. Vipengele 10 kutoka Iran ambavyo bado havijakubaliwa na Marekani ni katika sehemu ya juhudi za Iran kuweka matakwa yake kuelekea mazungumzo kamili. Maelezo ya mpango wa vipengele 10 kulingana na Iran ni kukomesha vita nchini Iraq, Lebanon na Yemen, kukomesha kabisa vita na uhasama dhidi ya Iran bila ukomo wa muda, kukomesha kabisa migogoro yote katika eneo hilo, kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, itifaki na masharti ili kuhakikisha uhuru na usalama wa mlango bahari wa Hormuz, malipo kamili ya fidia kwa ujenzi mpya wa Iran, kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Iran, kutolewa kwa fedha na mali za Irani zilizozuiliwa nchini Marekani. Irani pia imejitolea kikamilifu kutounda silaha zozote za nyuklia. Kulingana na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, usitishaji wa mapigano huo pia utaanza kutekelezwa nchini Lebanon, ambapo Israel inasema imekuwa ikipambana na kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Israel imekuwa ikisema haitaondoka Lebanon hadi tishio kutoka kwa Hezbollah litakapomalizika. Hata hivyo, hakuna dalili yote kutoka kwa Israel kwamba imekubali kusimamisha shughuli zake nchini Lebanon au kwingineko mbali na Iran. Na msikilizaji, tukiwa bado katika swala hilo la mzozo wa Iran, ni jana tu vitisho vilikuwa vingi kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kuwa atauangamiza mfumo mzima wa Iran. Kufikiwa kwa makubaliano haya kulitarajiwa, na je, Iran imesalimu amri au Marekani imehisi kutopiga hatua ilizotarajia katika vita hivi vya Iran? Maswali hayo na mengine mengi nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Abdul Fattah Musa. Kutokana na lugha aliyotumia Rais Trump, tunaweza tukasema kwamba ni jambo ambalo limewashangaza wengi. Lakini ukitazama kauli ambazo zimekuwa zikitolewa karibuni juu ya kuwepo mazungumzo kupitia upatanishi wa Pakistan, unaweza ukakisia kwamba Rais Trump alitoa vitisho vile pengine kwa namna fulani akijua kwamba nyuma ya pazia kinachopita kuna uwezekano wa kuweza kufikia makubaliano hayo, kwa sababu tunajua kwamba kauli alizotoa zilikosolewa vikali hata ndani ya Marekani, ambapo viongozi mbalimbali wa kisiasa, wabunge, maseneta walifikia hatua hata ya kupendekeza kupitishwa sheria ya marekebisho ya katiba ya Marekani kipengele cha 25 cha kuweza kumuuzulu rais kutokana na kauli zake ambazo zilionekana wazi wazi kwamba zinaashiria kutekeleza uhalifu wa kivita katika vita hivi dhidi ya Iran. Kwa hivyo ni jambo ambalo mimi kwa namna fulani sasa nalichukulia kwamba hakulitoa bure bure, lakini kulikuwa na hali fulani ya kwamba alishanusa harufu ya kile ambacho kingetangazwa na waziri mkuu wa Pakistan. Abdul Fattah, je, Iran imesalimu amri au Marekani imehisi kutopiga hatua ilizotarajia katika vita vya Iran? Kwa wengine wanahisi pengine ni nguvu za kidiplomasia zilizoshinda hapa, au kila upande sasa kutaka kupata angalau nafasi ya kujiweka sawa kwa wimbi jingine la kutitimuliana misuli. Yote hayo ukiyachanganyisha pamoja, huwezi kukataa kwamba yamekuwa na nafasi na athari katika uamuzi huu. Bila shaka vita
vina madhara makubwa na vimekuwa na madhara makubwa kwa pande zote, na hasa zaidi kwa upande wa Iran, kwa upande wa ndani. Lakini kile ambacho hata wachambuzi wengi wa kimataifa wanakiona wazi ni kwamba Rais Trump ameonekana kuwa ameshindwa kufikia malengo hasa ambayo aliyakusudia katika vita hivi, na kwa sababu hiyo kuendelea kwa hali iliyokuwepo kwamba vita vinaendelea, Marekani nayo unapata madhara na hasa athari za kiuchumi katika vita hivi ambavyo vingeathiri nafasi yake ya kisiasa na chama chake, inaonekana zaidi hilo ndilo ambalo limemsukuma yeye zaidi kuweza kuridhia huu mpango wa kusitisha vita kwa muda wa wiki mbili. Na hata ukiangalia kauli alizotoa kupitia mtandao wake wa kijamii ni kauli zenye lugha ya heshima kuhusiana na Iran, ambayo mpaka majuzi tu alikuwa akiwatukana Wairani matusi mabaya, kuwaita washenzi, kuwaita watu kwamba atairejesha Iran katika zama za enzi za mawe na lugha kama hizo. Kwa hivyo kwa msingi utaona kwamba ni Rais Trump zaidi na Marekani zaidi ambayo katika suala hili imeonekana kwamba ilikuwa inahitajia makubaliano haya kusitisha vita, hasa kutokana na kufeli kuweza kufungua mlango bahari wa Hormuz kwa nguvu za kijeshi. Marekani inasema kwamba sharti Iran isitishe urutubishaji wa madini hayo ya urani. Ikumbuke kwamba hiki ndicho kilikuwa kiini cha haya yote. Hivi vita tunavyoviona ilikuwa ni kutokana na mpango wa kinyuklia wa Iran. Itakuwaje? Kutakuwa na kulegeza kamba ama tena ndo tutarudi pale pale? Inavyoonekana mara hii kutabidi kuwepo na suala la kulegeza msimamo. Na kwa upande wa Iran, kama utakumbuka, waziri wa mambo ya nje wa Oman aliyesimamia duru iliyopita mazungumzo, yeye alitamka hadharani kwamba Iran ilikuwa imekubali kulegeza msimamo kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko ilivyofanya katika makubaliano yale ya JCPOA yaliyoidhinishwa na serikali ya Rais Obama wakati ule, na hii kuonyesha kwamba Iran kwa namna fulani ilikuwa tayari kulegeza msimamo katika suala hili, japokuwa bado imekuwa ikitilia mkazo suala la kuwa na haki ya kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya kutumia teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani. Kwa hivyo kile ambacho tunaweza tukasema katika kipindi hiki cha wiki mbili katika mazungumzo ya Islamabad kitakuwa na umuhimu mkubwa sana na kitakuwa na changamoto kubwa sana, ni hilo suala la kwamba je, Rais Trump atang'ang'ania msimamo wake kwamba lazima Irani iachane na urutubishaji urani, au atakubaliana na matakwa ya Irani ya kurutubisha madini hayo kwa mazingira ambayo yataondoa hofu ya Iran kuweza kuunda silaha za nyuklia. Israeli imetangaza imepokea vyema makubaliano. Rais wa Iran Pezeshkian amethibitisha watashiriki mazungumzo ambayo yatasimamiwa na Pakistan, lakini jeshi la Iran linasema halina imani na liko tayari kurejea katika fiatua ambazo tumezishuhudia. Katika mazingira haya kutoaminiana, makubaliano haya na nafasi gani kudumu kwa majuma mawili, lakini pia mazungumzo kuanza kati ya pande husika? Suala la kuheshimiwa makubaliano haya ni suala ambalo halina uhakika wa 100%, na hasa tukumbuke kwa upande wa Israel kumekuwa na taarifa rasmi kwamba waziri mkuu Netanyahu amekuwa akimshinikiza Rais Trump asikubali kusimamisha vita na Iran, na tumeona kwamba wakati waziri mkuu wa Pakistan amesisitiza kuwa usitishaji vita huu utahusisha waitifaki wote wa Iran katika eneo la Mashariki ya Kati, yani ndani ya Iraq, Hizbullah Lebanon na vile vile Wahouthi wa Yemen. Lakini tumemsikia waziri mkuu wa Israeli akisema kwamba hilo halihusishi Lebanon. Ukizingatia haya yote, utaona kwamba njama ya kutaka kuvuruga mazungumzo haya na makubaliano haya yana nafasi kubwa zaidi kutekelezwa na Israeli. Ukikumbuka kwamba Israeli yenyewe imekuwa ikifanya hivyo katika makubaliano ya kusimamisha vita Gaza dhidi ya Hamas, na imefanya hivyo tokea iliposaini makubaliano ya kusimamisha vita na Hizbullah, na imekuwa haiheshimu makubaliano. Waziri wa afya wa Lebanon amesema hospitali zimefurika majeruhi baada ya jeshi la Israel kufanya mashambulizi makali yaliyolenga karibu kila kona ya nchi hiyo, mashambulizi ambayo yamewaua mamia ya watu na kuwajeruhi mamia wengine. Rais Donald Trump amesema Lebanon sio sehemu ya makubaliano ya kusitisha vita yaliyoafikiwa kati ya Marekani, Israel na Iran. Swaib Ibrahim na taarifa zaidi. Maeneo ya Beirut, Sidon na Tyre yote yameshambuliwa katika kile ambacho jeshi la Israel IDF inasema ni shambulio kubwa lililolenga takriban vituo 100 vya uongozi wa kundi la Hezbollah na miundombinu ya kijeshi. Mkuu wa jeshi la Israel amesema kuwa IDF itaendelea kushambulia kundi la Hezbollah kwa nguvu kubwa licha ya kauli ya Pakistan iliyosaidia kupatanisha usitishwaji wa mapigano na Iran kwamba upande huo wa vita pia utasitishwa.
Kundi la Hezbollah hapo awali liliwataka wapiganaji wake kuonyesha uvumilivu zaidi, uthabiti na kujizuia. Katika siku za hivi karibuni, ripoti zinasema kwamba kundi hilo lilitaka Iran kujumuisha usitishwaji wa mapigano ya Israel ndani ya Lebanon kama sehemu ya makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Israel hata hivyo imeashiria kuwa inalenga kuimarisha kile inachokitaja kama eneo salama la kulinda mipaka yake ndani ya Lebanon. Vikosi vya Israel vimeivamia Lebanon na kuna hofu kwamba Israel inaweza kukalia kimabavu baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Jeshi la Israel limeendelea kufanya mashambulizi kusini mwa Lebanon na kutoa tahadhari nyingine ya kuwataka wakazi wa maeneo mengine nchini humo kuyahama makazi yao, huku kukiwa na sintofahamu kuhusu iwapo makubaliano ya usitishwaji mapigano yanajumuisha vita vya Israel dhidi ya Hezbollah. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa mzozo wa nchi hiyo na kundi la Hezbollah utaendelea. Matamshi yake yanatofautiana na madai ya Pakistan ambayo imekuwa mpatanishi wa usitishwaji wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, yaliyodai kuwa makubaliano hayo pia yanajumuisha kusitishwa mzozo kati ya Israel na kundi la Hezbollah. Kundi hilo bado halijazungumza kuhusu swala hilo, lakini ripoti zinaeleza kuwa limekomesha mashambulizi yake kaskazini mwa Israel. Kiongozi wa upinzani nchini Israel Yair Lapid amekosoa jinsi waziri mkuu Benjamin Netanyahu anavyoshughulikia vita hivyo baada ya waziri huyo kutoa taarifa usiku wa kuamkia leo kuunga mkono mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kusitisha mapigano. Lapid ameitaja hali hiyo kuwa janga la kisiasa kwa Israel. Shirika la habari la AFP limeripoti kuwa zaidi ya watu 1500 wameuawa nchini Lebanon katika kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja tangu kuanza kwa mzozo kati ya Israel na kundi la Hezbollah. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC. Ni saa moja saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika Dira ya Dunia leo jioni: Marekani na Iran zafikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Rais Donald Trump asema Iran sharti sitishe urutubishaji wa urani. Jeshi la Israeli nalo lafanya mashambulizi makali huko Lebanon ambako mamia wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema zaidi ya watu 1500 waliuawa na takriban wanawake 1014 walibakwa wakati waasi wa M23 walipouteka mji wa Uvira jimboni Kivu Kusini. Hii ni BBC. Shukran kama ndio unajiunga nasi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na uko na mimi Victor Kenani, mwenzangu ni Caro Robi. Mwenyekiti wa tume ya kuchunguza vurugu za uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025, Jaji Othman Chande amesema tume hiyo iko huru na haikuingiliwa na mamlaka yoyote, akikanusha madai kuwa muda wa kazi yake umeongezwa ili kuruhusu kuhaririwa kwa ripoti yake. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam leo, Jaji Chande alisema kuwa tume hiyo ina mamlaka kamili ya mwisho juu ya ripoti yake na haitoi nafasi kwa mtu yeyote kuingilia kazi yake. Mwenyekiti wa tume hiyo Jaji Othman Chande anasema kwamba tume hiyo ina mamlaka kamili juu ya ripoti yake na haina dalali anayeweka ushawishi wake juu ya matokeo ya uchunguzi wake. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam, Jaji Chande anasema kwamba mamlaka ilionayo tume hiyo inatosha kabisa kufanya shughuli zake kwa uhuru. Ni kwamba tume inajitegemea kwa kila kitu. Tume yenyewe ndiyo mhariri, ye mwenyewe ndio msahishaji. Kwa hiyo na mamlaka ambayo ametupa kazi, tunaonana naye wakati tunapewa hadidu za rejea na wakati tunamkabidhi ripoti ya mwisho. Hatuna mtu yote katikati hapa, hatuna dalali. Ni mara mbili tume hiyo imeongezwa muda wa kufanya kazi, ambapo awali ilipaswa kumaliza kazi yake Februari 20 mwaka 2026, lakini sasa imeongezewa jumla siku 63 mpaka Aprili 24 mwaka huu, jambo ambalo limeanza kuleta minong'ono miongoni mwa wanaharakati mitandaoni ambao wao wanadai kwamba hatua hiyo ni kutoa nafasi kwa mamlaka kuweza kuchakachua yaliyomo kwenye ripoti hiyo.
Jaji Chanda anasema kwamba ziko sababu za kusogeza mbele. Tume imeongezewa muda kwanza kwa sababu 4. Moja, ushahidi mwingi unaendelea kuja. Pili, ushauri wa kitaalam ambayo tumeuomba na wataalamu wa sayansi wanatupa. 3, kuchambua kwa kina ushahidi mwingi ambao tumepata. Na 3 ni kuhakikisha kwamba ripoti yetu ikitoka inatoka na tafsiri ya Kiingereza. Pamoja na haya ambaye ameyasema, ameongeza kwamba tume itasimamia uadilifu wa ripoti yake na itaakisi kwa haki ushahidi ambao ulioletwa, kwa sababu matumaini ya wananchi na hata jumuiya ya kimataifa yamelala kwenye ripoti hiyo. Tume hiyo yenye wajumbe 9 iliundwa na Rais Samia Suluhu Hassan Novemba 20 mwaka 2025 kuchunguza matukio ya siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi wa Tanzania ambao uliendana na vurugu ambazo zimesababisha vifo na uharibifu mkubwa wa mali, ikiwemo kuchomwa kwa vituo vya polisi, vituo vya mafuta na magari. Wakati Rwanda inaadhimisha miaka 32 ya mauaji ya kimbari, serikali inasema kuwa kiwango cha umoja na maridhiano miongoni mwa Wanyarwanda kimefikia 95%. Kuna hadithi na simulizi zinazoonyesha kuwa msamaha unaweza kuvuka mipaka ya uhasama. Leo tunawapeleka nyumbani kwa Ngabonzi za Steven, alikuwa askari magereza na kujikuta kimchunga mfungwa aliokuwa na hatia ya kuangamiza familia yake. Licha ya yalotokea, askari huyo hakulipiza kisasi, badala yake alimsaidia muuaji kupata mazingira bora wakati wa kifungo chake. Leo hii wao ni marafiki wa dhati, kama anavyoripoti Ive Buchana. Gusaba imbabazi leta y'u Rwanda, kuomba msamaha serikali ya Rwanda na waathirika wa mauaji ya kimbali dhidi ya Watutsi ya mwaka 94. Naomba msamaha kutoka moyoni mwangu. Ndasaba imbabazi mbikuye ku mutima. Hii ni barua aliyoandika Ruribikiye Viateur akiwa bado gerezani, ndiyo iliyokuwa mwanzo wa safari ya kustajabisha ya maridhiano katika kijiji hiki tulivu. Hadithi hii ilianzia katika gereza moja ambapo Ngabonziza Steven alikuwa askari magereza. Alishangaa kugundua kuwa miongoni mwa wafungwa aliopaswa kulinda alikuwemo aliyeangamiza familia yake. Badala ya kulipiza kisasi, Steven alichagua njia nyingine iliyojengwa juu ya ile barua aliyoisoma. Nilipokutana na Viateur gerezani, nilimtazama na kuhisi moyo wangu umeshtuka, lakini yeye pia alikuwa na hofu. Nikamtuliza kuwa sikuja kulipiza kisasi. Nilikuwa nawafunguza chumba chake. Ningeweza kumdhuru, lakini niliona kuwa kulipiza kisasi si jambo jema. Hivi sasa wanaume hawa wanakutana katika kikundi cha ufugaji kijijini wanakoishi, wakisisitiza kuwa upatanisho haujengwi kwa maneno tu, bali pia kwa miradi inayowaunganisha katika maisha ya kila siku. Huyu bwana Steven amenirudisha utu, kwa sababu nilikuwa nimekata tamaa nikiwa nimefungwa. Alikuja chumbani kwangu akiwa na funguo. Alipofungua mlango, nilipomuona nilitaka kuanguka chini kwa uoga, lakini alinifariji akisema sikuja kulipiza kisasi. Leo hii ni rafiki yangu wa dhati na ndugu yangu. Imepita miaka 32 tangu mauaji ya kimbari yatokee nchini Rwanda. Jitihada za serikali za kuwaunganisha tena wananchi zikisaidiwa na dini mbalimbali, ikiwemo kanisa Katoliki kupitia mafundisho ya uponyaji wa kiroho. Patricia Nyiraneza ni mshauri wa kiroho wa kanisa. Sisi tunawasindikiza wale walioshiriki katika mauaji ya kimbari ili wapone majeraha na kufunguliwa mioyo yao, waombe msamaha kwa dhati. Pia tunawasaidia wale waliouliwa, wapendwa wao kufunguka kiroho na kuacha uhasama na chuki ili watoe msamaha wa dhati bila kulazimishwa. Ukiyatafakari hayo, tuelekee Angola ambapo mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa nchini Angola yamesababisha vifo vya angalau watu 45. Huduma za dharura zinasema watu 5 bado hawajulikani walipo. Zaidi ya watu 50,000 wamelazimika kuondoka makazi yao katika mji mkuu Luanda na jiji la pwani la Benguela. Ambia Hirsi na maelezo zaidi. Mamlaka zinasema juhudi za utafutaji na uokoaji zimeongezwa, lakini zinaonya kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Mafuriko hayo pia yameharibu maelfu ya nyumba na miundombinu ya umma, ikiwemo barabara na madaraja yaliyoharibika, miti iliyoanguka na nguzo za umeme. Kuanguka kwa nguzo ya madaraja katika mto Halo kulivuruga usafiri kati ya mikoa ya Benguela na Huambo. Rais Joao Lourenco alielezea masikitiko yake kuhusu vifo hivyo, akisema kuwa nchi iko mbioni kuwatafuta, kuwaokoa na kuwapatia huduma
huduma za matibabu walioathirika. Kati ya vifo hivyo, vingi vimeripotiwa Benguela ambapo watu 23 wamefariki na Luanda ambapo watu 6 wamefariki. Takriban watu 17 wamejeruhiwa kulingana na taarifa ya huduma ya ulinzi wa raia na zimamoto iliyotolewa Jumatatu. Kituo cha utangazaji cha ndani cha Radio Solidar kiliripoti vifo 4 zaidi katika jimbo la Kwanza Sul na kufanya jumla ya vifo kufikia 33. Mapema Jumapili, huduma ya ulinzi wa raia na zimamoto iliripoti kuwa watu 15 walikuwa wamefariki na kusema maelfu ya watu walilazimika kuyahama makazi yao. Katika taarifa kutoka ofisi ya rais, Lorenco alibainisha kuwa nyumba nyingi zimesombwa na maji au kubomoka, barabara zimekatika na huduma muhimu kama mifumo ya maji imeharibiwa. Alisema serikali itatoa msaada kwa waathirika kupitia mashirika mbalimbali ya serikali ambayo yamehamasishwa kukabiliana na janga hilo. Mvua kubwa sio jambo lisilo la kawaida kusini mwa Afrika wakati wa msimu wa mvua, na nchi jirani za Namibia na Zambia zimekumbwa na mafuriko mabaya katika miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2023 watu 30 walifariki na zaidi ya watu 1116 waliathirika kote Angola kufuatia mafuriko makubwa yaliyoathiri mikoa 15 kati ya 18 ya nchi hiyo. Na shukran sana Ambia Hirsi kwa taarifa hiyo. Na huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali inasema kuwa zaidi ya watu 1500 wameuawa na takriban wanawake 1014 wamebakwa wakati waasi wa M23 walipoteka mji wa Uvira jimboni Kivu Kusini kati ya mwezi Disemba mwaka jana na tarehe 18 Januari mwaka huu. Leila Mohamed na taarifa hiyo. Serikali ya DRC imesema wachunguzi pia walipata makaburi ya halaiki matatu katika eneo la Mayo ya Moto yaliyokuwa na miili zaidi ya 115. Kaburi jingine lilipatikana eneo la Kilomoni likiwa na miili 31 na makaburi mengine yaligunduliwa Kala, Rutembo na Kaponda. Zaidi ya watu 300,000 waliachwa bila ya makazi na zaidi ya watoto 12,000 waliathirika katika kipindi cha wiki 5 ambazo waasi waliudhibiti mji wa Uvira, wengi wakilazimika kuacha shule, kukumbwa na msongo wa mawazo na kutenganishwa na familia zao. Waziri wa haki za binadamu Samuel Mbemba aliyewasilisha ripoti hiyo jana Jumanne ameahidi kuwa serikali itahakikisha waliohusika wanachukuliwa hatua za kisheria. Mbemba pia amesema kulikuwa na mashambulizi ya mabomu, mauaji ya kiholela, utekaji, uporaji na unyanyasaji wa kingono. Ripoti hiyo ya serikali imeongeza kuwa malori 162 kutoka Rwanda yalionekana katika operesheni ya waasi hao. Mapema wiki hii rais wa Rwanda Paul Kagame alisema M23 sio vuguvugu lililotokea Rwanda na kulihusisha kundi hilo la waasi na rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila. Kauli yake inakuja majuma kadhaa baada ya serikali ya Rwanda kukiri kuwa nchi hiyo inashirikiana na M23 katika masuala ya kiusalama. Ripoti ya serikali ya Kongo inawiana na iliyotolewa mwezi Januari na ofisi ya Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu iliyobaini kulikuwa na zaidi ya vitendo 400 vya ukiukaji wa haki za binadamu mashariki mwa Kongo katika kipindi ambapo M23 ilidhibiti baadhi ya maeneo. Waasi hao waliondoka Uvira katikati ya mwezi Januari baada ya shinikizo kali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, hususan Marekani, na wapatanishi wa kikanda na wanajeshi wa Kongo waliweza kurejea mjini humo. Wakati huo huo, ghasia zinaripotiwa kuongezeka katika eneo la Kalehe lililoko pia Kivu Kusini, ambako mapigano yamepamba moto kati ya waasi na wapiganaji wa wazalendo wanaofungamana na serikali ya DRC. Mapigano hayo yamesambaa katika vijiji kadhaa ikiwemo Kosisa, Nyalugusha, Lulamba na Bushege. Vyanzo vinaarifu kuwa zaidi ya raia 13,000 wameachwa bila ya makazi kutoka zaidi ya vijiji 10 tangu tarehe 2 mwezi huu wa Aprili. Na rais wa Kenya William Ruto na aliyekuwa naibu rais wa taifa hilo Rigathi Gachagua wamekutana uso kwa uso katika misa ya mazishi ya marehemu mbunge wa Olkalau David Kiaraho katika mji mkuu wa kaunti ya Nyandarua magharibi mwa mlima Aberdare. Akizungumza wakati wa mazishi ya marehemu Kiaraho, Ruto alionekana kujibu kauli za awali za Gachagua ambapo alikuwa amejitangaza kama kiongozi wa eneo la Mlima Kenya na kupendekeza kwamba angemruhusu rais kuhutubia waombolezaji. Rais alipuuza wazo hilo akisisitiza kwamba haihitaji ruhusa kutoka kwa mtu yeyote kuzungumza na Wakenya, hasa akiwa mkuu wa nchi. Na mimi nataka niseme hivi, sikizeni my friends, na kila mtu ajiheshimu na ajielewe. Mimi siombewi ruhusa mahali popote Kenya. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya. And I will go any place. And I am not going to ask for permission from anybody, whoever you are. Siwezi. Sijui kama tunaelewana my friends.
Ruto pia alionyesha kuwa tofauti za kisiasa na upande wa Gachagua zitashughulikiwa katika jukwaa sahihi la kisiasa badala ya mazishini. Wakati huo huo, aliwatetea viongozi kama kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, akiwahimiza yeye na viongozi wengine vijana kuendelea kuhudumu bila uoga au vitisho. Niko na vijana wengi taifa la Kenya, vijana ambao ni viongozi wa siku za usoni wa taifa letu la Kenya. I want to encourage the young people of our nation. Musitishwe na mtu yeyote ati atawafanya. Hakuna mtu anaamua hatma ya mtu mwingine. Ni Mungu Mwenyezi aliye juu, na wapigaji kura hawa ndio wataamua hatma ya kiongozi yeyote. So don't be blackmailed, na musiabudu binadamu. Muheshimu Mungu na mfanyie kazi hao wananchi. Hao wananchi ni watu werevu, watawachagua kwa ile kazi mmefanya, sio kwa fitina, sio kwa matusi, sio kwa sarakasi. Wakati wa hotuba yake, Rigathi Gachagua alimkosoa vikali Ichung'wah kwa madai ya kuchochea vurugu katika eneo la Mlima Kenya. Rais William Ruto apewe heshima yake. Akienda pahali asikizwe, akimaliza aende. Nisisikie ngwe ulinitoa kwa ofisi, lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Kunitoa kwa roho ya hii watu ya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe. Wale watu rais wakepata shida ni hii akina Ichung'wah kama angekuja hapa. Hao vijana yako rais, nilikuambia kabla hatujakosana kabisa. Nikakwambia hao vijana utembea na hawa watakuweka kwa shimo. Hawa akina Ichung'wah nilikuambia ataweka kwa shimo. Ndo siasa za Kenya hizo, msikilizaji, zinanielekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Aisa Sambo mpenda amani akiwa kule Tanzania anasema najaribu kuwaza hao wanaobaka na kudhalilisha wanawake huko DRC wana hali gani kiafya, wajichunge maradhi kwani ni mengi. Elisha Mkape, asante kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Baraka Moshi na unasema tunashukuru angalau vita kusimama huko Iran. Asa Isa, asante kwa kuwa nasi. Ni Koraus Baba Frola ukiwa kule Bigwe Tanzania na unasema ripoti iliyowalenga wanawake huko Uvira nchini Kongo ni ripoti yenye kuhuzunisha sana. Ali Mrangi Gigiri Mresa na anasema Marekani na Iran kukubaliana kusitisha vita ni jambo jema sana, maana vita kama vingeendelea vingeleta athari kubwa sana katika uchumi wa kimataifa. Asante Humphrey Masi pamoja na vile William Kitengai kwa kuwa nasi katika matangazo ya leo jioni. Unapojaliwa kubeba ujauzito huwa ni mwanzo wa safari ambapo wanawake hupitia mpaka muda wa kujifungua, lakini jiulize inakuwaje ifike wakati na mtoto aanze kukuuliza maswali magumu yasiokuwa na majibu. Katika waridi wa BBC hii leo, mwenzangu Asha Juma amezungumza na Fresha Kangonya Musamula, mama alojifungua mtoto ambaye ni Huntha, pamoja na mwanae Dalton Musamula ambaye awali alikuwa akifahamika kama Diana Musamula. Nashukuru Mungu kwa sababu nikibeba Dalton sikujua na beba na nini. Niliona tu niko na ujauzito kama watoto wengine. Nilijifungua Dalton akiwa msichana. Nikamaliza siku 3, Dalton akaanza kubadilika sehemu zake za siri. Nilikuwa na wasiwasi mwingi maana nilishindwa sasa hii ni nini. Kajaribu kutembea, nimetembea sana na Dalton nikitaka usaidizi lakini ikashindikana. Hapo ndipo niligundua Dalton ni intersex. Kwanza wakati huo ulikuwa unajua intersex ni nini? Hiyo ilikuwa kitu ya kushangaza kabisa. Manake kwa hao watoto wengine sikuwahi ona kama hivyo. Ilikuwa ni siku yangu ya mara ya kwanza kuona, ambayo ilinitia machozi sana. Nilikuwa na kilio kwa sababu ilifanya mpaka maisha yangu ikawa kwa hatari. Nikawa tena si mtu tena kwa katika familia mahali nilikuwa nimeoleka. Sasa ilibidi nirudi hospitali. Nikawaambia nikizaa mtoto wangu niliona ni kama msichana, lakini naona amebadilika. Ndio sasa wakanitia moyo, kaniambia mama, ile kitu utafanya ujaribu sana mtoto kilo zake zisirudi chini. Huyu mtoto mlee ni kama unajua ni vile watoto wengine wanalelewa. Kuna chochote kilichobadilika? Sasa ndio nikakuja nikataliwa katika boma. Majirani siwezi ishi nao vile nilikuwa naishi nao mwanzo. Mtoto naye hakuwa free, mtoto analia kila wakati. Anasema mama, kwa nini ulinizaa hivi? Lakini mimi namwambia ni Mungu ndiye aliupeana. Maybe yeye ndiye akona sababu yenye ilifanya kanipatia wewe. Ni changamoto gani ambazo ulikumbana nazo? Kusema ukweli ni ngumu, hata kukubali ni ngumu kwa sababu
sababu ni kitu ambacho sikuwa nimetarajia sana kwa maisha yangu. Lakini nilikuja kukikubali kwa sababu ni Mungu ndiye aliumba. Ulichukua muda gani labda kukubali hali ya mtoto? Nilikaa sana, ilikaa kama kidonda. Ukiwa na kidonda kile hakiponi, nilikuwa nalia kila wakati. Dalton, mara ya kwanza kabisa wewe wakati unakuwa na unapata ufahamu wa jinsi ulivyo, hali yako ya kwamba wewe ni huntha, ulikuwa ni wakati gani? Dalili zilianza kujionyesha nikiwa nimemaliza siku 3. So wakati ninakuwa mtu mzima nilikuwa naona nina utofauti mimi na mtu wa kawaida, kama ni mwanamke ama mwanaume, tayari naona niko na utofauti kwa mwili wangu. So nilikuja kabisa kugundua nikiwa namaliza mtihani wangu wa darasa la 8. Ulipokeaje hali hiyo? Mimi ni msichana, so nikikuwa mtu mzima nimekuishwa kama mtoto msichana, ila nikijiangalia mimi sio msichana na mimi si mwanamume. So nilikuwa naona changes ambazo ni za kiume ilhali nimekuishwa kama mtoto wa kike. Kwanza kusoma kwangu hakuja kuwa rahisi kama huntha. Nimekuwa kwa zaidi ya shule kama 10 nikizungushwa sababu ya courtesy of my sexuality. Kuna kipindi ambacho ulikosa kumwelewa mama? Hata sio mama tu peke yake. Kuna kipindi ambapo nilikuwa naona ni kama kila mtu hanielewi, na singeweza kuwalaumu kwa sababu ni ukweli. Hakuna mtu ambaye, tuseme kipindi kile, sidhani kama kuna mtu ambaye alikuwa na knowledge ya intersex. Sikuwa na mzazi wa kiume ambaye angenielekeza. Sasa wakati ambapo nimeamua kubadilika nikuwe mwanamume, sina father figure kwa maisha yangu wa kunielekeza sasa mwanaume anafaa afanye hivi, tofauti na jinsi ambavyo nimekuzwa na mamangu nikionyeshwa. Dali, ni kitu gani ambacho unaamini labda dunia ilikuelewa vibaya? Kila mtu hataki kuelewa ama kuamini huntha wako. Ya jinsi tu unaweza sema mimi ni mwanamume na mtu aseme ukweli, ama mimi ni mwanamke na mtu aridhike aseme sawa. So hakuna mtu ambaye sasa hivi ati anaridhika tu kimwambia mimi ni huntha bila kukutoa mavazi yako. Mama, upande wako, kitu gani ambacho unahisi labda dunia imekosa kukuelewa wewe kama mama ambaye umekuza na unakuza kijana ama mtoto ambaye ni huntha? Kwanza sana ningependa dunia yote ielewe kwamba ukiwa mjamzito, kubali kwa chochote chenye kitatokea. Usitarajie tu utazaa mtoto mwenye ako vizuri. Wazazi wale wako kama mimi, wale walizaa watoto kama mimi, kama wako na mtoto kama huyu wangu, wasitupe watoto. Maana ni wengi sana. Ukiona kama uko na mtoto kama hivi, umekataliwa, unafikiria saa zingine unajikuta umewacha mtoto wako. Hayo yote ni mapito. Matarajio yako ya baadaye ni gani? Furaha yangu itakuja kwa wakati ambapo nitaona niko huru mimi kama huntha, hata kupiga kura, kufanya nini kama huntha. Nikiambia mtu mimi ni huntha, yani hakuna maswali mengi. Hii leo ni robo fainali ya kwanza, itakuwa ni vita vya ndugu kutoka nchini Hispania, ambapo bingwa wa La Liga Barcelona watavalishana njuga na masimu wao Atletico Madrid, huku PSG wakipapurana dhidi ya Liverpool. Je, nani ataibuka kidedea katika mechi hizo? Ahmed Bahaj amezungumza na Abdullah Ahmed kutoka Nairobi na Hamis Abdurrahman kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hizi timu za Hispania nadhani inapotokea mtu yote anaweza shinda. Kumbuka wamepatana mara 4 na mara 4 ya mwisho klabu bingwa walipatana yote ni katika hatua hii ya robo finali, ambapo Atletico aliandikisha ushindi wa jumla wa bao 2-1 katika mechi zote. Kwa hiyo Atletico ana historia nzuri katika hii michuano. Nadhani ni vile Atletico katika miaka ya nyuma alikuwa tunajua kwa Atletico kwamba nguvu yao ni ngome yao, lakini hivi sasa ngome yao pia imelegea kiasi cha kwamba katika safu ya mashambulizi wana uwepesi wa kufunga mabao, lakini ngome yao kidogo pia inavuja. Na ngome ya Atletico Madrid tunajua siku zote huwa ni nzito. Lakini je, unaona kwa msimu huu ambapo Atletico anafunga magoli lakini anaachilia, hapo ndipo Barcelona atakapopenya? Sasa hivi Barcelona, Hansi Flick amebadilisha, amechukua lile pira la Kijerumani, sababu tunajua timu za Kijerumani zinacheza mpira wa kasi sana. Amechanganya lile pira la Kijerumani na ile tikitaka. Kwa hiyo unaipata Barcelona ambayo haipigi pasi nyingi sana, lakini timu ambayo itapiga pasi chache then inakuwa inashambulia zaidi, na kwa iko direct zaidi. Na imekuwa ni ngumu pia hata kwa Atletico Madrid kuweza kukabiliana nao. Unajua tuzungumze ule ukweli. Atletico Madrid ni timu nzuri, lakini bado sioni kama ni timu ambayo imebalance kwenye kila eneo. Ukiangalia eneo lao la kiungo sasa hivi, mara nyingi anacheza Koke pale na Marcos Llorente. Bwana mdogo Barrios wanamkosa kwa muda mrefu sana, amekuwa amepata injury hapa. Uwepo kwangu mimi binafsi, nafikiri katika hii michezo yote ya robo finali, mchezo ambao na uhakika nao mkubwa sana ni kwamba Atletico Madrid ataondoshwa na FC Barcelona. Huo mchezo na uhakika nao mkubwa sana. Tungemzungumzia Lamine Yamal Abula, ambaye magoli 4 klabu bingwa, zaidi ya magoli 4 na assist. Bila shaka manake ameonyesha katika mechi zilizopita, hasa katika mechi ambayo walicheza hatua ya 16
kuitandika timu ya Newcastle United. Wakiingia katika mechi ya marudio Camp Nou, Newcastle bado walikuwa na nafasi, lakini uliangalia zile pasi ambazo walikuwa ni za kupenya na kukata safu ya ulinzi ya Newcastle haraka, na pia uwepesi wa kufikiria na kugawa mipira kwa Lamine Yamal kulimaliza na kuisambaratisha Newcastle United. Kwa hiyo ni mchezaji muhimu sana na atategemewa sana katika hiyo mechi. Baka wamepata Lionel Messi mwingine, wamepata Ronaldinho mwingine kupitia wiki jana, ama ni mbwembwe za mwanzo tu? Unamwona akienda mbali? Hilo ni jambo ambalo pengine tutalijibu miaka inayokuja, maana hivi sasa bado bado uko kipaji anacho kama kina Lionel Messi, kina Iniesta, kina Xavi, lakini pia kuna ule uendelevu ambao tumeshuhudia kwa wachezaji kama kina Xavi, wachezaji kama kina Lionel Messi ambayo nasubiri, na pia nidhamu kidogo anafaa rekebishe nidhamu yake, nadhani ndio kufikia viwango kama hivyo, maana nidhamu ni kila kitu katika soka. Na mambo nyingi uko nje sana hata katika masuala ya mahusiano. Hamisa, goma lingine linalofuata la mwisho robo finali ni goma la masenzi wa Tanzania, ama goma la kasi kweli kati ya bingwa mtetezi PSG dhidi ya the mighty Rays Liverpool, ambao pia nao humsimu wanawaka wakizima. Hebu niambie, tutarajie ngoma la aina gani hapa? Hii mechi ni mechi fulani ambayo imekaa kimtego sana. Unajua hali ya Liverpool kwa sasa hivi ni hali mbaya sana. Si tu kuondoshwa kwenye makombe yote ambayo wanashiriki na kubaki kwenye hili pekee, lakini timu ambayo hata namna ambavyo inacheza haichezi kwa ushawishi. Lakini mara nyingi imekuwa ni kwenye michezo ya yale makombe ya ndani yale. Ligi pamoja na yale mashindano mengine ambayo wanacheza ya ndani ya Carabao na FA. Lakini kidogo kuna userious fulani ambao wanakuwa wanauonyesha wanapokuwa wanacheza kwenye hii michuano ya klabu bingwa. Kwa sasa hivi hali ni ngumu sana. Inategemea maajabu ambayo Liverpool atatuonyesha kwamba sisi ni wakubwa. Sisi ili taji tumelibeba mara 6. Kwa hiyo kushiriki kwetu hakupo kwa bahati mbaya. Watumie hiyo historia ambayo wako nayo kuweza kuiondosha PSG. Lakini kwa hali ambayo wako nayo sasa hivi kwangu nafasi ya Liverpool kufuzu kiukweli ni ndogo sana. Abula, PSG lakini pia sio kwamba huu msimu ni wazuri sana. Ukiangalia hata katika ligi yao wanaongoza kwa alama moja tu, sasa walipoteza mechi hapa katikati. Je, hii inawapa Liverpool kwamba wanaweza kukabiliana nao kwa sababu yani ni nguvu, wanaweza kujiona kimpira wao ni nguvu sawa? Upo uwezo, manake PSG hasa katika michuano ya makundi awamu ya kwanza walipoteza na walikuwa wanafungwa mabao ambayo msimu uliopita walikuwa hawaachi mabao kama hayo kufungwa. Kuna mengi kwenye sport, hata hivyo wanasema soka haramu. Au twende kwa Shoaib Ibrahim. Na asante. Mabingwa watetezi wa mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya PSG leo wanaialika Liverpool katika uwanja wa Parc des Princes kwenye mechi ya mkondo wa kwanza wa robo finali kwenye mashindano hayo msimu huu. The Reds hata hivyo wanarejea uwanjani baada ya kukubali kichapo cha bao 4-0 katika robo finali ya kombe la FA dhidi ya Manchester City, na wanasafiri kwenda Ufaransa huku wakiwakosa baadhi ya wachezaji wao muhimu kutokana na majeraha, akiwemo mlinda lango Alisson Becker na kiungo Wataru Endo. Mechi ya pili itakuwa kati ya timu mbili za nchini Uhispania. Barcelona wanaotiliwa makali na Hans Flick watakuwa nyumbani kupambana na vijana wa Diego Simeone Atletico Madrid. Nikisalia katika mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya, ligi kuu ya soka nchini England imejihakikishia nafasi ya kuwakilishwa na timu 5 au zaidi kwenye mashindano hayo msimu ujao baada ya Arsenal jana kuinyuka Sporting CP ya nchini Ureno bao 1-0 katika mechi ya robo finali mkondo wa kwanza. Ni mwaka wa pili mfululizo ambapo ligi kuu ya Premier imepata nafasi ya ziada, huku ligi hiyo ikiwa kileleni kwenye kiwango bora zaidi katika ligi barani Ulaya. Idadi ya timu kutoka ligi kuu ya England katika mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya msimu ujao inaweza kuongezeka hadi kwa timu 7 iwapo Aston Villa itashinda ligi ndogo ya Europa na kumaliza nje ya 4 bora, na vile vile iwapo Liverpool walio katika nafasi ya 6 kwenye msimamo wa jedwali la Premier wanaweza kutoa ubingwa wa kombe la mashindano ya klabu bingwa Ulaya. Na mashindano ya soka ya shule za upili yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF yametinga nusu finali. Kesho Uganda itacheza dhidi ya Benin, huku Senegal ikishuka dimbani kucheza dhidi ya Morocco. Upande wa kinadada, Zambia, Burkina Faso, Morocco na mabingwa watetezi Ghana ndio timu 4 ambazo zimefanikiwa kutinga nusu finali. Michuano hiyo inafanyika mjini Harare nchini Zimbabwe.
Zimbabwe. Na katika riadha, kamati ya Olimpiki ya Urusi imesema itatoa malipo kwa wanariadha 116 wa nchi hiyo ambao hawakuruhusiwa kushiriki katika michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi yaliyofanyika mwezi Februari mwaka huu nchini Italia. Wanariadha wa Urusi na Belarus wamepigwa marufuku ya kutoshiriki mashindano mengi ya michezo ya kimataifa tangu Urusi ilipoivamia Ukraine mwaka 2022. Lakini wanariadha 13 wa Urusi waliidhinishwa kushiriki bila kuipeperusha bendera ya Urusi katika michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi mjini Milan Cortina nchini Italia mwezi Februari. Waziri wa michezo wa Urusi na mwenyekiti wa kamati ya Olimpiki nchini humo amesema kamati hiyo kuu imeamua kutoa malipo, ikiwemo malipo ya ziada kwa wanariadha wote ambao hawakuweza kusafiri kushiriki michezo hiyo kwa sababu ya kile alichokiita uamuzi wa usaliti wa kisiasa. Na katika tetesi, kiungo wa Chelsea na timu taifa ya Argentina Enzo Fernandez mwenye umri wa miaka 25 anajiandaa kuwasilisha ombi la kuondoka Stamford Bridge na kuhamia Real Madrid msimu wa joto. Na hatimaye nchini Uturuki, klabu ya Fenerbahce inamfuatilia kiungo wa Tottenham Yves Bissouma mwenye umri wa miaka 29. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Mali amecheza michezo 4 tu msimu huu. Mwisho wa makala ya spoti. Mimi ni Shuaib Ibrahima. Shuaib Ibrahim kwa kutukunjia jamvi hili la Dira ya Dunia Radio. Hamid Abubakar atakuletea Dira ya Dunia TV hapo saa 3 usiku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha Dira ya Dunia kwa leo, hadi hapo kesho panapo majaliwa, mimi ni Karorobi, mwenzangu Victor Kenani, msimamizi wa matangazo na Stea, na fundi wa mitambo David Okelo na Jessica Pelembela. Halima Nyanza, kwa heri.